na kuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi na kujia. Tuombe. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neema yako asubuhi ya leo. Mungu, tusemeshe, tufundishe, tuelekeze. Tuko tayari Bwana kupokea kutoka kwako, kujifunza kutoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kitabu cha nabii Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11 na wa 12. Nabii Yeremia mlango wa 29 mstari ule wa 11 na kufika ule mstari wa 12. Nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtanitafuta na kuniona, mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Amen. Naweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Jana tumeanza kutafakari habari hii ya imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote, na tafakari hii tumeanza siku ya jana tukiwa na mambo mengi, hasa kupitia ile sala ya Bwana. Lakini moja tu la muhimu pale hasa ambalo naona linajirudia hata siku ya leo ni lile la kutambua kwamba unayemwomba ni nani. Na kwenye sala ya Bwana inaanza kabisa mwanzoni kabisa kumtambua huyo ambaye unamwomba, ambaye ni Baba yetu aliye mbinguni. Inaonesha umiliki, uhusiano wa karibu anayeomba na anayeombwa, kwamba huyu anayeomba ni mtoto na anayeombwa ni baba. Na mnafahamu hata kama baba hana nia ya kumpa huyu mtoto, mara zingine hata kama mtoto hajaomba, mara zingine baba anampa tu mtoto kwa sababu ni haki yake kupewa huyo mtoto. Lakini tunakumbushwa kuomba, pamoja na kwamba ni haki zetu kupewa kutoka kwa Mungu, tunakumbushwa kumwomba Mungu, na Biblia inasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote, tena tusikate tamaa. Sasa ni wito ambao tunapewa watu wote, na tunapewa hii fursa watu wote, kila mtu na nafasi yake. Na mimi siku za hivi karibuni nimekuwa nikifundisha semina kwa njia ya mtandao, na somo ambalo mimi nafundisha kule ni somo linaitwa kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Kanuni za kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Na moja ya msisitizo ambao nimekuwa nao kule ni kumjua mtoa baraka, kwa sababu usipomjua ni ngumu sana kumwamini. Anaweza ukawa umemwomba alafu anakuletea zile baraka, lakini kwa sababu hujamjua unaweza usipokee, ama ukapokea lakini usijue namna ya kuzihandle kiasi ambacho zikapotea mapema. Nina mfano ambao mara nyingi nautumia sana, kwamba kama mtu humjui ama humwamini, akikuletea kitu kama ni chakula, fikiri kama ni wewe, anakuletea mtu zawadi ya chakula, kwa mfano kimeshapikwa, labda ni mboga, alafu anakuja pale nyumbani anakwambia, bwana, nimekuletea mboga hii. Ama humjui ama unamjua lakini humwamini, sio rahisi kupokea. Na hata kama ukipokea, mara nyingi unaweza ukamwaga au ukatupa kwa sababu humwamini. Na kwa Mungu iko hivyo, anapokuletea baraka au anapokuletea majibu ya maombi yako, kama humjui, ni ngumu sana kupokea kile ambacho amekibeba. Kwa hiyo anaweza kukujibu, lakini kwa sababu hujamjua kiwango ambacho anapoleta zile baraka zake ukajua huyu ni Mungu kweli, unaweza usipokee. Na kwa sababu hiyo ukaendelea kuomba, kumbe Mungu alishajibu tangu muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe.
Na leo tunajulishwa kwamba huyu Mungu tunayemwomba ni wa namna gani. Ndio maana ule mstari wa 11 kwenye Yeremia 29 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Kwa hiyo tunachojulishwa hapa ni kwamba Mungu ambaye tunamwomba ni Mungu ambaye tayari anatuwazia mema. Hiyo peke yake inatosha kukupa ujasiri kwenda kuomba. Kwa nini? Kwa sababu unajua kabisa, okay, kumbe ninaomba nikijua ya kwamba huyu ninayemwomba tayari ananiwazia mambo mema, sio mabaya. Kama ananiwazia mema, manake muda wote nina uhakika wa kwenda kupokea mema kutoka kwake, kwa sababu yeye muda wote ananiwazia mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomtazama Mungu, tunapotaka kuenda kumwomba Mungu, cha kwanza ni kujua kwamba Mungu anakuwazia mema. Wapo watu ambao wanaomba maombi ya kukata tamaa, wanahisi kama Mungu amewaacha. Cha kwanza, kabla hujaanza maombi yako, anza kutambua ya kwamba Mungu tayari anakuwazia mema. Na mimi mara zote ninapofundisha somo la maombi na ninapokutana na waombaji, huwa nawaambia siri ya ajabu sana. Kwa sababu moja ya mambo ambayo yalinisumbua kwangu mimi, yalinisumbua sana. Kuna mistari ilikuwa inanisumbua sana. Ninaposoma Biblia na hasa Yesu, kuna sentensi aliyosema, alisema Baba yenu aliye sirini anayajua, amekwisha kuyaona. Nadhani ni ule mstari wa jana ambapo anaanza mwanzoni anasema msipayuke payuke kwa sababu msifanane na watu wengine, kwa sababu Baba yenu aliye sirini amekwisha kuyaona na amekwisha kujibu. Ile sentensi amekwisha kujibu ilinisumbua sana. Kwamba kabla sijaomba Mungu ameshajibu. Okay, sasa kama Mungu ameshajibu, mbona sipokei majibu? Ilibidi nimuulize Mungu kwa kina sana. Ndio Mungu akaanza kunifundisha taratibu na kunipitisha kwa waombaji tofauti tofauti, na mmoja ambaye mfano wake ni dhahiri sana ni ule mfano wa Danieli. Biblia inasema pia na yeye alipoanza tu kuomba, alipotia nia ya kuomba, Biblia inasema Mungu alikwisha kujibu. Ila kikwazo kilichokwamisha yale majibu ya yeye kufikia, ilikuwa kuna wakuu wa anga wa Uajemi na kadhalika waliozuia malaika wamleta majibu kwa Danieli. Kwa hiyo mimi mara zote ukiniambia kwa nini tunaomba, moja wapo ya jibu nitakwambia kwa sababu Mungu alishatujibu, ila tunaomba ili kupush, kumpa nguvu huyu malaika anayetakiwa kutuletea majibu kutoka kwa Mungu, apate nguvu ya kutuletea huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya sababu mimi ambayo mara zote nitakuwa na ujasiri nayo kuieleza kwamba kwa nini tunaomba ni kwa sababu tunataka Mungu ampe nguvu huyu malaika ambaye alishatumwa kuleta majibu. Kwa hiyo hata kama ninaomba juu ya ndoa sasa hivi, lakini Mungu alishamtuma malaika kwa ajili ya kuleta ndoa kwa ajili yangu. Kwa hiyo yuko tu mahali kama vile amekwamishwa, anakwamishwa. Kwa hiyo ninapozidi kuchochea yale maombi ni kama vile nampa nguvu ya kuendelea kuja. Ndio maana Danieli hakunyamaza. Kwa hiyo ninachokusia asubuhi ya leo, usinyamaze. Kuna agenda fulani unaisukuma kwenye maombi. Ni kweli pengine unahitaji mtoto, pengine unahitaji kazi, pengine unahitaji fursa fulani mbalimbali, maeneo tofauti tofauti. Pengine unahitaji mradi au mtaji fulani. Yote hayo usiache kuomba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshakujibu ndio, lakini kuna mahali yanakwamishwa. Na kazi yako wewe sasa ni kusukuma, ni kupush. Kwa sababu Mungu wetu anatuwazia mema. Hawezi kusema hiki kitu anatuwazia mema alafu ukakosa kile ambacho unakihitaji. Ila wajibu wetu na wito wetu ni kuomba. Mstari wa 12 anasema, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba. Alafu anasema nami nitawasikiliza. Ni neema iliyoje kusikilizwa na Mungu mwenyewe. Ni neema kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotafakari juu ya hili jambo, hasa tunapogundua kwamba Mungu ndiye anayetuwazia mema, nimeweka kama mambo matatu. Jambo la kwanza nimesema ile kwamba anatuwazia mema inamaanisha tayari ana mipango mizuri kwa ajili yetu. Hilo la kwanza. Yaani Mungu tayari mpango mzuri anao kwa ajili yetu. Lakini jambo la pili, kama ana mpango mzuri, maanake wewe ama mimi na wewe tusiache kuombea hiyo mipango ili itimie. Ndio maana kwenye sala Bwana anasema mapenzi yako yatimizwe. Pamoja na kwamba sisi tuna mipango na yeye Mungu ana mipango. Sasa tunataka mapenzi ya Mungu yatimizwe. Na adui pia ana mipango. Sasa tunachotaka sio ya kwangu, sio ya adui, ila ya Mungu peke yake ndio yatimie. Ndio maana tunaalikwa pia kuomba. Lakini jambo la tatu, usikate tamaa ya kuomba. Na ikiwezekana omba kila wakati. Na kuomba wakati fulani mimi nasema ni kama hakuna formula. Yaani huwezi kusema maombi ya aina fulani kuna formula hii, maombi ya aina fulani kuna formula hii. Ndio kwenye Biblia kuna rejea mbalimbali.
Kuna namna utaona watu walivyoomba, wengine walianza kwa sadaka, wengine unaona walianza kwa kusifu kwanza, wengine walianza kwa kuabudu. Lakini kuna maombi mengine ni kama hayana formula. Mimi nawataniaga watu nasema kama una uwezo wa kuomba kwa itifaki, wewe shida haijakukuta. Wewe shida haijakukuta. Yaani unaanza kwa zile ranking za Mungu, unaanza unakuja. Yaani unaweza kufollow hizo itifaki. Nadhani sio shida kubwa kiwango ambacho inakuchanganya. Kwa sababu kama kuna shida kubwa ambayo imekufika mara nyingi, hata hujui ulipoanzia, hujui unapomalizia. Yaani mpaka amani ndani inapatikana ndio unasema sasa nimemaliza kuomba. Lakini kiukweli mimi nasema maombi hayana formula, isipokuwa cha muhimu kumtambua unayemwomba ni nani, ambaye ni Baba yako aliye mbinguni, na kujua nafasi yake pale, na wewe kujijua nafasi yako kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo unaenda pale kama baba yako unayeenda kumuomba. Ukishajua hilo, weka imani kwamba yeye ndiye anayetuwazia mema. Yeye ndiye anayeniwazia mema. Kwa hiyo hata katika hili bado Mungu ana mawazo mema hapa. Pamoja na kwamba kuna changamoto hii ni kweli, lakini kuna mawazo mema ambayo Mungu ananiwazia hapa. Basi inatosha hilo. Na Mungu atusaidie sana. Naomba tushukuru. Mungu, katika jina la Yesu tunaomba utusaidie tunapokuita, Mungu ukatuitikie sawa sawa na ahadi yako. Amen. Karibu matangazo.